Young Africans wamemtambulisha rasmi golikipa Djigui Diarra ambaye toka mapema leo walikuwa wanasema bado mmoja tu. Bado mmoja tu, wananchi Young Africans lipieni hapo, bado mmoja atatambulishwa rasmi majira ya saa 8. Walisema bado mmoja, furaha inaendelea leo tena Mwananchi. Na baada ya hapo sasa wakaweka picha yake ya Djigui Diarra, golikipa ambaye amefanya makubwa, na wakasema mmoja tuliokuwa tunamsubiri amewasili. Wananchi tumekamilika. Na mchambuzi Nazareth Upete akasema hatimaye mwanachama wa Young Africans karudi kufia kadi yake golini. Golikipa Djigui Diarra, au kama mashabiki wa Yanga wanavyopenda kumuita the screen protector, ni miongoni mwa magolikipa waliokuja kuandika historia nzito ndani ya klabu ya Young Africans. Tangu alipotua Jangwani, Diarra hakuwa tu golikipa wa kawaida, bali alikuja na dhamira moja kubwa, kuibadilisha Young Africans kuwa timu ngumu kufungika, timu ya heshima Afrika na timu ya mataji mfululizo. Historia ya Djigui Diarra kabla ya Yanga inaanzia Mali, taifa linalojulikana kutoa vipaji vikubwa vya soka barani Afrika. Akiwa huko, Djigui Diarra alijijengea jina kama golikipa jasiri, mwenye reflex kali, utulivu wa hali ya juu na uwezo mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi. Kabla ya kuja Tanzania, tayari alikuwa golikipa wa timu ya taifa ya Mali, akishiriki mashindano makubwa ya Afrika, jambo liloashiria wazi kuwa Yanga haikumchukua mchezaji wa majaribio, bali golikipa wa viwango vya juu kabisa. Alipotambulishwa ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani, Young Africans kulikuwa na maswali mengi kutokana na mashabiki na wadau wa soka. Wengine walihoji kama angeweza kuhimili pressure ya klabu kubwa kama Yanga, klabu yenye mashabiki wengi, matarajio makubwa na pressure kushinda kila mchezo. Lakini Diarra hakuchagua kujibu kwa maneno, aliyajibu hayo kwa vitendo uwanjani. Msimu wake wa kwanza akiwa Yanga alikuwa mwanzo wa zama mpya. Yanga ilianza kuonekana tofauti. Timu ilikuwa imara nyuma, safu ya ulinzi ilicheza kwa kujiamini zaidi, na wapinzani walipata wakati mgumu sana kufunga mabao. Diarra alianza kukusanya clean sheet moja baada ya nyingine, na kila mchezo uliopita ulizidi kuwafanya mashabiki wa Young Africans waamini kuwa walikuwa wamepata golikipa wa ndoto zao. Moja ya mafanikio makubwa ya Diarra akiwa Yanga ni mchango wake mkubwa katika mahitaji ya ligi kuu ya NBC. Katika misimu ambayo Yanga ilitawala ligi, Djigui Diarra alikuwa nguzo muhimu. Hakukuwa tu na ushindi, bali kulikuwa na rekodi za kufunga mabao machache sana, jambo linalothibitisha mchango wake mkubwa. Kila goli alilookoa lilikuwa na maana, kila clean sheet iliyokuwa kama pointi 3 mikononi. Katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, Diarra aliandika historia ya kipekee. Safari ya Yanga hadi hatua za juu barani Afrika haingewezekana bila Djigui Diarra. Mechi za ugenini, pressure ya mashabiki na wapinzani, viwanja vigumu, yote hayo Diarra aliweka pembeni na kuonyesha kiwango cha golikipa wa kimataifa. Alifanya save za kushangaza, akazuia penalty muhimu, na mara kadhaa akawa sababu ya moja kwa moja ya Yanga kuvuka hatua. Mojawapo ya sifa kubwa za Diarra ni utu uzima wake uwanjani. Sio golikipa na panic. Hata timu inaposhambuliwa kwa nguvu, anaongea na mabeki, anapanga safu ya ulinzi, anasoma mchezo mapema, na mara nyingi huanza mashambulizi kwa pasi zake ndefu na sahihi. Hii imeifanya Yanga isiwe tu timu ya kujilinda, bali timu inayojenga mashambulizi kuanzia kwa golikipa. Mafanikio yake binafsi hayawezi kupuuzwa. Djigui Diarra amechaguliwa mara kadhaa kuwa golikipa bora wa mwezi, mchezaji bora wa mechi, na ameweka rekodi za kuwa miongoni mwa makipa waliofunga mabao machache zaidi kwa msimu mmoja katika historia ya Yanga. Haya yote yameongeza heshima yake ndani ya klabu na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa upande wa mashabiki, Djigui Diarra amekuwa kipenzi kikubwa. Kila anapofanya save kubwa, uwanja hulipuka kwa shangwe, jina lake hutajwa, bendera hupandishwa, na mashabiki hujisikia salama wakijua kwamba nyuma kuna ukuta imara. Ni aina ya golikipa anayetoa utulivu kwa timu nzima. Kwa Young Africans, Djigui Diarra si tu golikipa, bali ni sehemu ya historia ya dhahabu ya klabu.
Mafanikio ya Yanga katika miaka ya karibuni hayawezi kusimuliwa bila kulitaja jina lake. Djigui Diarra, the screen protector, ameweka alama isiyofutika na hata siku atakapoondoka jina lake litaendelea kutajwa kama mmoja wa makipa bora kuwahi kuchezea Yanga. Kwa kifupi, Djigui Diarra ni mfano halisi wa wachezaji aliyekuja Yanga, akaheshimu jezi, akapambana, akashinda mataji, akaweka rekodi na kuacha uresi. Historia yake na mafanikio yake Yanga ni ushahidi kwamba wakati klabu kubwa inapokutana na mchezaji mwenye nidhamu, matokeo yake ni enzi ya utawala na heshima kubwa. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malkia wa Soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakikata upepo mpaka huko Tunisia wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malkia wa Soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.